Isaya 54 mstari wa 17, Biblia inasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa ni mkosa. Na huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao itokayo kwangu mimi, asema Bwana. Kila silaha itakayoinuka haitafanikiwa. Kila silaha yoyote ile unayoijua itakayoinuka juu yako haitafanikiwa. Unajua, wazazi wanaweza katurithisha mali, wakaturithisha fedha, vitu mbalimbali, lakini urithi ambao Mungu amewapa watumishi wake ni kwamba kila silaha itakayoinuka haitafanikiwa. Na hiyo ndio, na ni urithi pia, ni haki ambayo inatoka kwa Mungu kwa wote wanaomtumikia Mungu. Kwa nini haitafanikiwa? Kwa sababu mtu ambaye anamtumikia Bwana au yupo na Mungu ndani yake ana mfumo wa ulinzi mkali sana kuliko kitu chochote kile. Anasema katika Biblia, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Tukikaa ndani yake na yeye ndani yetu, maanake ukiwa ndani ya Mungu, kwa silaha yoyote inapokuja lazima ikutane na Yesu kwanza. Kwa hiyo mpaka wewe ikufikie tayari imekwisha kusambaratishwa. Kwa hiyo kila silaha itakayoinuka haitafanikiwa katika maisha yako. Amini hivyo. Huo ndio urithi Mungu ameturithisha, kwamba kila silaha itakayoinuka haitafanikiwa. Ndio urithi tulioupata kwa Mungu, na ni haki kwa yoyote yule ambaye anamtumaini Mungu, kwa sababu silaha zetu zina uwezo, zina nguvu katika Mungu kuangusha ngome, mawazo, fikra na kila nia ili ipate kumtii Kristo. Silaha zetu, ajapo tunaenenda katika mwili, lakini silaha zetu zina nguvu sana. Ulinzi wetu ni mkubwa sana. Ulinzi wetu ni mzuri sana, yaani unazidi vitu vingine vyote vile. Kwa hiyo amini ya kwamba kila silaha itakayoinuka juu yako haitafanikiwa. Zitainuka lakini haitafanikiwa. Mwamini Mungu, kwa sababu Mungu anakupigania. Yeye ni Bwana wa vita, yeye ndo anajua vita vizuri. Kwa hiyo mtumaini yeye, muombe yeye, mwamini yeye, kaa ndani yake, naye ndani yako. Adui anapoinuka atapigana na Mungu, hatapigana na wewe. Mungu akubariki sana. Amen.